majina naitwa Edwin Filipo Milanzi. Ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tawi la Mabwepande. Nimekuja hapa kuwathibitishia kwamba tangu tumeanza kutawala Chama cha Mapinduzi, hili eneo linajulikana ni utawala wa Chama cha Mapinduzi kupitia mipaka ya Mpiji Magowe na Mabwepande. Hata mbio za mwenge zinapokuja ni sehemu ambayo wanapokezana. Hata mbio za mwenge zinapokuja wanapokabidhiana kati ya wilaya ya Ubungo na manispaa Kinondoni, hii ni sehemu ambayo maalumu huwa wanapokezeana kwamba watu wa Ubungo wanarudi kwao, wilaya ya Kinondoni wanachukua mwenge na kuendelea. Lakini ninachosikitika sana kikubwa kwamba mamlaka ya jeshi la polisi ndio linafanya nguvu hii kupitia kauli ambazo wanazipata zisizokuwa sahihi. Kwa sababu hata jeshi la polisi lenyewe matukio makubwa yalikwisha jitokeza kwenye eneo hili. Alikufa mtu, watu wa Gogoni walikataa wakasema huko sio kwetu. Polisi la Mabwepande ndio waliokuja kuchukua mwili na wakaweza kufanya taratibu zote za mazishi huko mbele zinakoendelea. Lakini kikubwa zaidi mimi nasikitika kama kiongozi wa chama tawi la Mabwepande, ninachosikitika nacho, wananchi hawa wamechagua serikali ya mitaa kupitia mtaa wa Mabwepande. Lakini sasa hivi mnavyoona wamejaa hapa, wamegoma, wataki kujiandikisha daftari la kudumu kwa sababu wanaona haki zao za msingi hazifanyiwi vizuri. Wanashangaa wako wapi, kwa sababu Ubungo wanawatilia fujo, wanakuja kuwabomolea vibanda vyao na wao wanashindwa kwenda kujiandikisha daftari la kudumu, wakati hili zoezi ni la kitaifa. Kwa hiyo mimi ninachokisii ni kitu kimoja. Serikali naomba waangalie mgogoro huu, kwa sababu huko kisheria wako mahakamani miaka mingi. Kwa majina naitwa Akilei Francis Msimbe, ni mjumbe wa shina namba 19 katika tawi la Mabwepande, mtaa wa Mabwepande, ndani ya kata ya Mabwepande, wilaya ya Kinondoni. Kwa ufupi, tulikuwa na mgogoro wa ardhi, kwa maana tumevamiwa kuweza kubomolewa. Nasema tumevamiwa tokea mwaka 2020 mwezi wa 7 tarehe 30. Lakini tulikuwa hatukuweza kushtakiwa mahala popote pale, na ndio maana nasema tumevamiwa, wala kuweza kutiwa hatiani mahala popote. Lakini mwisho wa wakati tumeenda mahakamani. Baada ya kwenda mahakamani kuweza kudai nyumba zetu zimebomolewa, tokea tarehe hizo kesi kaendeshwa mpaka ilipofika mwaka 2024, ilikuwa tarehe 27 ya mwezi wa 12. Hukumu ikatoka, hukumu ndogo ikatoa maelekezo namna ya kuweza kufanya, kwa maana tuweze kuishtaki serikali au kuiunganisha serikali katika kesi yetu. Lengo kwa sababu kumeonekana kuna mgogoro wa mipaka katika upande wa Mpiji Magowe na mtaa wa Mabwepande, naona ndani ya wilaya ya Ubungo na wilaya ya Kinondoni. Na sisi katika taratibu tumefanya hivyo, lakini wakati tunaendelea kufanya hivyo, hapa katikati yule mdaiwa wetu akaja na mtu mwingine anaitwa Bin Sanga, Witness Sanga. Yeye kajitambulisha yeye kama mwekezaji ambao amenunua ile eneo letu lote ambao sisi tunagombania mahakamani. Naye alichokuwa amekifanya Witness Sanga akaleta greda. Alipokuwa ameleta greda, ikibidi tuweze kuwataarifu polisi, tukae na kituo cha polisi Mabwe. Hatukuishia hapo mpaka kituo kikubwa Oysterbay. Tumetaarifu habari zote, lakini nao wametoa angalizo kwamba kusiendelee chochote, kazi isimame mpaka tusikilize hatima ya mahakama. Cha ajabu, tunarudi huku mwenzetu anaendelea kuingiza greda, anasafisha vifusi vyote na eneo lote lile anaendelea kulima mpaka dakika hii. Yani hatuelewi kwamba serikali na sisi wenyewe kwamba inafanya kazi gani, yani zidi ya mtu mmoja mwenye amri yake binafsi. Wala mahakama yote imezalaulika. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie sana. Sasa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, najua ni rais ambao anakuwa anapenda watu. Na mimi ni mjumbe wa chama chake, Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nafanya kazi chini yao, lakini upande wa wananchi jinsi wanavyokuwa na nyasika, tunakamatwa. Unakuta ukishasema tu, yani wakishaona kwamba fulani anapaza sauti, unakamatwa, unaenda kuwekwa kituo cha polisi. Na kituo asilimia kinachokuwa kinatumika sana na huyu mwenzetu ambao mlalamikiwa wetu ni kituo cha polisi Gogoni. Kwa majina naitwa Leila Juma. Niko hapa kama na miaka kama 6 hivi katika eneo husika. Tumevunjiwa
Tumevunjiwa nyumba zetu kwa kuonewa sana. Nilisikitika sana. Niko hapa kwa muda mrefu. Nilivunjiwa nyumba yangu na wenzangu. Nyumba zetu zote zilivunjwa. Tumeshtakiwa, tumeenda mahakamani, tunaona mpaka sasa hivi hakuna utetezi unaokuja upande wa kwetu sisi. Mama yule anatuonea. Wametukamata, tumetupeleka ndani. Moja wapo mimi nimekaa ndani Ugogoni. Nimekaa ndani tukaendesha kesi. Lakini yeye yule mama hakufika eneo husika ya kesi.